Habari yako mpenzi mtazamaji wa Robin Media, na mimi ninaitwa Robin Rachel. Siku hii ya leo nitajibu swali ambalo niliulizwa na mdau wetu katika comment. Aliuliza kwamba kipi kigezo cha kwamba hili ni jeshi bora, kwa sababu tunafahamu kwamba huwa kuna orodha ya majeshi bora duniani, au tunaambiwa jeshi la nchi fulani ni bora kuliko jeshi la nchi fulani. Sasa watu huwa wanajiuliza kipi ni kigezo cha nchi kuwa na jeshi bora, na kwa nini wengine mpaka wanakuwa wanabishana. Sasa kuna wengine wanakuambia Marekani ndio jeshi namba moja, lakini kuna mwingine anakuambia Mrusi ndio jeshi namba moja. Kipi kigezo? Wanaangalia vigezo gani? Sasa mimi siku hii ya leo ninataka ni kuorodheshe vigezo ambavyo huwa vinaangaliwa ili kufanya tathmini na kujua kwamba hili ni jeshi bora. Moja ya kigezo tutakachokiangalia ili kujua hili ni jeshi bora ni bajeti ya jeshi. Tutakuangalia wewe katika taifa lenu hilo, bajeti ya ulinzi ni kiasi gani? Kupitia bajeti ya ulinzi ndio tutajua kwamba hili jeshi lina uwezo wa kuajiri nguvu kazi ya kiasi gani, lina uwezo wa kuwa na vifaa vya wingi kiasi gani. Ndio tutajua kupitia nini? Bajeti ya jeshi. Kama tunafahamu pesa ndio kila kitu. Baada ya bajeti tutakwenda sasa kuangalia una wanajeshi wangapi. Umenielewa? Yani manpower, una nguvu kazi ngapi. Kwa hiyo tutaangalia idadi ya wanajeshi wako. Baada ya kuangalia idadi ya wanajeshi wako, tutaanza kuangalia silaha, teknolojia ulizonazo. Una wingi wa silaha kiasi gani? Una magari mengi kiasi gani? Una ndege nyingi kiasi gani? Una mabomu mengi kiasi gani? Makombora mengi kiasi gani? Teknolojia hizi mbalimbali kama radar, satellite, air defenses unazo kiasi gani? Sasa hapa ndo utakuta Marekani sasa hapo ndo anasimamishwa kama namba moja, kwa sababu ana bajeti kubwa ya jeshi kuliko nchi yoyote duniani, inayomfanya awe na vifaa vingi sana. Lakini sasa watu wakishamweka hapo kwenye namba moja kwa sababu ya bajeti kubwa na vifaa vingi alivyonavyo na uwezo wa kuajiri wanajeshi wengi, lakini kuna saa watu wanakuja kuanza kustuka tena, wanauliza sasa kwamba lakini mbona tukiangalia katika historia majeshi ya Marekani na majeshi ya Warusi wakikutana kwenye maeneo mbalimbali, kwa nini majeshi ya Mrusi yanashinda wakati Marekani ana bajeti kubwa ya jeshi, ana vifaa vingi na nini na nini? Endelea kunisikiliza. Kigezo kingine cha jeshi kuonekana jeshi bora duniani ni mafunzo, yani training. Tutakuangalia jeshi lako wanafanya mazoezi mara ngapi kwa mwaka. Tutaangalia kiwango chao cha mazoezi, maana sio tu ili mradi mazoezi, kiwango cha mazoezi. Umeona? Lakini kigezo kingine kitakachotufanya sisi tuliweke jeshi lako katika jeshi bora, tutaangalia commanding power. Hilo jeshi lina uwezo wa kuendesha operation kiasi gani, yani operation zake huwa zikoje, mawasiliano ya jeshi. Umenielewa? Kama tunafahamu jeshi likiwa na utawala mzuri, jeshi likiwa na nidhamu, ndio hilo jeshi lina uwezo wa kufanya vizuri katika uwanja wa mapambano kirahisi. Ndio tunarudi sasa katika kile kipengele nilichosema mwanzoni kwamba watu wanalipima jeshi la Marekani kuwa ni namba moja duniani kwa sababu lina vifaa vingi. Kigezo cha vifaa wamekidhi. Wana kigezo cha budget, wana budget kubwa ya ulinzi inaowafanya wawe na vifaa vingi kuliko jeshi lolote lile. Kwa hiyo hapo tayari wana kigezo, lakini wakikutana na wanajeshi wa Warusi wanakuwaga wanashindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunarudi hapa kwenye kigezo cha commanding power. Maana yake ni kwamba jeshi la Marekani, Mrusi anampiku kwenye masuala mazima ya kucommand. Mmenielewa? Kwenye masuala mazima ya kuendesha operation. Ukiangalia operation za Warusi wanapokutana na Wamarekani, wamekutana maeneo mengi sana. Wamekutana China, wamekutana Vietnam, wamekutana Angola, wamekutana Sudani, sio Sudani, katika vita ile ya Somalia na Ethiopia inaitwa vita ya Ogaden, wamekutana katika vita ya India na Pakistan miaka ya 70. Kote huko Marekani anashindwa mbele ya Mrusi. Mwaka 2015 wamekutana Syria, Marekani kashindwa kumtoa Bashar al-Assad. Alafu sasa hivi wako pale Ukraine, Marekani anashindwa kumsaidia Ukraine kumtoa Mrusi, na wakati Marekani kajazana na NATO nzima wanamsaidia Ukraine. Hii ni kutokana na kwamba moja ya kitu ambacho Mrusi anampiga bao Marekani ni katika masuala mazima ya operation, mawasiliano, nidhamu jeshini. Warusi wakali sana. Umenielewa? Warusi ndio maana wanaitoka madikteta. Yani yule Putin yule imagine amiri jeshi mkuu Putin, afu amiri jeshi mwingine mkuu Donald Trump au Joe Biden. Unamsikiliza nani hapo? Nani akiongea unatetemeka? Lazima utatetemeka kwa Vladimir Putin. Mwanajeshi anaona kabisa hapa nikifanya uzembe
amiri jeshi wangu mkuu ni Vladimir Putin, jasusi la KGB, hapa nitakiona cha mtema kuni. Umenielewa? Lakini amiri jeshi wako mkuu Donald Trump au Joe Biden, unatetemeka nini? Umenielewa? Kwa hiyo unakuta wanajeshi wa Urusi wana nidhamu, huo wanaongozwa na viongozi wakali, huo wanaongozwa na viongozi ambao ni hawataki mchezo, hawataki aibu katika taifa. Wakikutuma uende vitani, unaenda vitani, hauendi kucheza. Lakini wanajeshi wa Kimarekani huo wanaongozwa na viongozi ambao unakuta ninaweza nikasema ndio wanajiita viongozi wa demokrasia. Umenielewa? Sasa wakifika kule wanakutana na wanajeshi wanaoongozwa na viongozi ambao ni madikteta haswa, hawataki mchezo. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima wale kule wanakuwa na adabu sana jeshini. Wanakuwa wanasikiliza amri kiufasaha kabisa, tofauti na wanajeshi wa Kimarekani. Kwanza wanaweza hata wakagoma. Wanajeshi wa Urusi ukigoma, yani unajijua mwenyewe kitakachokupata. Umenielewa? Tuliwaona Wagner Group, kiongozi wao yule Yevgeny Prigozhin alivyotaka kuifanya Wagner igome, nini kilimpata? Kigezo kingine cha kusema kwamba hili ni jeshi bora, tutaangalia pia morali ya wanajeshi wako. Na hapa pia ndipo Mrusi anapompiga bao Marekani, japo Marekani ana hela, ana bajeti kubwa na vifaa vingi kuliko Mrusi. Kwenye swala la morali, wanajeshi wa Urusi wakienda vitani wanapigania utaifa. Wanajeshi wa Marekani wakienda vitani wanapigania biashara. Umenielewa? Wanaenda kwa ajili ya pesa. Mwanajeshi wa Urusi anaenda kwa ajili ya uzalendo. Sikii tunaelewana eh? Wanajeshi wa Kimarekani, ndani ya jeshi la Marekani kuna watu tofauti. Kuna wa Tanzania, kuna sijui wa Kenya, kuna sijui, yani Marekani jeshi lake limeundwa na watu wenye damu kutoka maeneo mbalimbali, ndio wanaunda jeshi la Marekani. Na maanisha kwamba Marekani ni nchi iliyoundwa na wahamiaji wengi. Kwa hiyo unakuta pale kuna sura tofauti jeshini. Kwa hiyo unakuta hata uzalendo unakuwa hauko sana. Wahamiaji ni wengi na wengi wanaingia jeshini kwa sababu ya kuweza kupata labda uraia kirahisi, kuweza yani vitu kama hivyo. Lakini Urusi jeshi lake unakuta wengi wana damu ya Kirusi. Wengi ni Warusi wenyewe original. Kwa hiyo kwanza wanapigania historia ya mababu zao pale. Umenielewa kwamba mababu zetu wa Urusi walipigana hivi na hivi, jeshi letu lilikuwa hivi, kwa hiyo wanaendelea kupigania ule utaifa wao, damu yao. Lakini wa Marekani hawana historia hizo wanajeshi wake. Kwa hiyo hakuna ile morali ya mapambano, kutokana na kwamba wengi sio wa pale, sio wazawa wa pale. Wengi sio wa Marekani. Kwa sababu hata hao tunaoita wa Marekani wazungu na wenyewe sio wa Marekani. Alafu wa Marekani jeshi lao linakosa morali kwa sababu kutokana na mchanganyiko mwingi wa watu, asili ya watu, wanakuwa kuna ubaguzi mwingi ndani ya jeshi. Waafrika wanabaguliwa, sijui watu hao wenye asili yao ya Mexico huko, sijui ile nchi za Amerika wanabaguliwa, wazungu wanajikweza zaidi. Kwa hiyo hata mnapofika jeshini morali inakuwa ndogo ukikompea na Warusi. Ndio maana wakikutana kwenye operation na Warusi wanakuwa na morali kubwa, na ndio maana Warusi huwa wanashinda. Hawajawahi kupigana ana kwa ana wao kwa wao, ila majeshi yao huwa yanakutana katika nchi mbalimbali. Na kote huko Mrusi huwa anamshinda Marekani. Ni kwa sababu ya morali. Mrusi anapigania utaifa, heshima ya taifa, heshima ya damu yao ya Urusi. Lakini pia ili jeshi liwe bora tutaangalia pia masuala mazima ya ujasusi. Mmenielewa? Sasa naona muda unaenda, na rekodi audio ya pili kumalizia hivi vigezo vya jeshi bora. Lakini kitu kingine ni kwamba kwa wewe ambaye unanisikiliza alafu unapenda mambo ya uchumi, yani unapenda kujikomboa, nimeandaa audios ambazo hizo audios ziko 5. Hizo audios ni audio ambazo zinahusu fursa, yani hao watu tunaoona leo wana nguvu ni kwa sababu wanapata pesa zao kwa kutatua matatizo. Wakati mwingine mpaka wanayatengeneza ili wakawe watatuzi, ili waingize hela. Kwa hiyo kwenye kutatua tatizo kuna kuingiza pesa. Nataka wewe ujue jinsi ya kutumia fursa ya kutatua tatizo ili kuingizie kipato. Nimeandaa audio ambayo itaeleza mambo yote haya. Kwa kama wewe ni mfanyakazi unataka kujiongezea kipato, mwanachuo, hizi audio naziuza shilingi 10,000. Zitakufungua sana. Namba yangu 0745 86 11 07. Audio ni shilingi 10,000, ziko 5. Umenielewa? Nimekuelezea kuanzia kisaikolojia, lakini pia nitakufungua na nitakutajia hadi na fursa. Kama upo kazini unaweza kufanya kazi gani, kuangalia matatizo gani yaliyoko hapo, ukatatua na ukaingiza hela. Kama uko chuo, kama ndio umemaliza chuo. Kwa hiyo ni audio nzuri sana. Lakini pia kukujuza tu jinsi gani unatakiwa uiweke saikolojia yako na miemko yako ya hisia ndani mwako ili uweze kupata mambo yako kuweza kufunguka kirahisi katika maisha yako ya kila siku.
Ninaitwa Robin Rachel na hii ni Robin